نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وشفيع المرتضى سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Naam, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Leo tena kwa mara nyingine tupo katika mimbari hii ya ndugu yetu Al-Habibi Sheikh Uthman Michael. Mwenyezi Mungu amhifadhi insha Allah kwa namna anavyotupenda na kutukaribisha nyumbani kwake. Alhamdulillah, tunakuwa naye kama hivi, tunatamayur, tumesikia sauti nzuri mashallah. Lakini pia nami amenipa nafasi niweke kionjo chochote leo katika ladha ya kamera hizi. Ijumaa ya leo, Ijumaa ni katika siku nzuri. Ijumaa ni sayyidul ayami, ndio bwana wa masiku. Ni sunna yaumul jumaa kuwafurahisha watu wako. Ni sunna hata ikiwezekana chakula cha tofauti nyumbani kipikwe. Lakini hata wale wataalamu wa mahaba majumbani mwao pia ni vizuri zaidi katika siku tukufu kama hizi waongeze ladha ya maneno kwa wake zao, waongeze ladha ya maneno kwa waume zao. Hii inajenga nyoyo zetu, lakini pia inatengeneza mustakabali mwema katika familia zetu. Na nasaha zangu kwa leo fupi tu ni kwamba wanamume sisi tunapaswa sana kuwa viongozi wa maneno mazuri, kutanguliza maneno bora kwa wake zetu, ili na wao waige kutoka kwetu, kwa kuwa sisi ndio kioo kwao. Kama Allah anavyosema kwenye Qur'ani, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Mwanamume hasa yeye ndio msimamizi mkuu. Afanyalo yeye huigwa na watoto, huigwa na mkewe. Akiharibu anaharibu familia, na akifanya mazuri anaitengeneza familia yake. Hivyo basi ni wanasihi wanaume wenzangu kujifunza lugha, maneno mazuri kwa ajili ya familia, ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Samahani, kabla sijatawilisha muda, bwana mkubwa mmoja alimuhusia kijana wake baada ya ndoa. Nini mwanangu ufanye ili mradi ndoa yako ipate kudumu? Mzee akamwambia, kijana wangu, unapaswa kuwa mara kwa mara mke wako unampa nyama ya ulimi. Nyama ya ulimi ndiyo hasa itaimarisha na kuimarisha ndoa yako. Yule kijana kwa bahati nzuri alikuwa ameelewa mara mbili zaidi. Sio kuelewa, kaelewa mara mbili zaidi. Alichokifanya yeye, kila kukicha anaweka oda ya nyama ya ulimi buchani. Kwa hivyo mke wake kila siku akitengeneza losti, basi ni ya nyama ya ulimi wa ng'ombe. Ikawa ndio muradi wake, mpaka mke akahisi labda mumewe ndio anapenda zaidi chakula hicho. Lakini nyumba hii haikuwa na lugha nzuri ndani, makelele, fujo, vurugu. Ghafla wakasikia kesi ukweni imepelekwa. Mzee akamwita, mwanangu, vipi? Mbona nasikia kuna kesi tena, imekuwaje? Kaambia, baba, ulionihusia najitahidi, lakini sijui wapi nakosea. Unakumbuka nilikuhusia nini? Kaambia, ndio, uliniambia nijitahidi sana kumpa mke wangu nyama ya ulimi. Kwa hivyo toka na muoa mpaka sasa hivi, kwa kweli mpaka wauza bucha wamenizoea kwa sababu ya kununua nyama ya ulimi. Kaambia, mwanangu, hujanielewa. Nyama ya ulimi niliyokuhusia ni maneno mazuri kwa mtoto wa watu. Huyu katoka kwao, alikuwa na watu wake, kalelewa kivyake. Ili akupende na akujaze katika moyo wako, jitahidi ulimi wako uwe mzuri mbele yake. Hapa utakuwa umemteka fikra zake, moyo wake atakuwa wako wa kudumu naye, ikiwezekana mpaka kuzika pamoja naye. Kwa hivyo nami nikuhusie mtazamaji kwamba nyama ya ulimi usifanye kama alivyofanya bwana mkubwa. Wewe jifunze nyama ya ulimi ni maneno mazuri. Mke wako ili akupende, jitahidi kujifunza lugha nzuri. Watu wa mashairi wana maneno mengi mazuri. Mfano, nilimsoma mzee mmoja, yeye katika shairi lake anapenda kumbembeleza sana, hasa anaposafiri, anapokuwa mbali na mke wake, huwa anampa maneno mazuri. Siku moja alisoma shairi moja linasema kama ifuatavyo, nawe naomba mtazamaji zingatia haya, huenda ikawa sababu ya kumfurahisha kipenzi chako, mahabati wako, mkeo, mwandani wako, mashallah. Naam, yeye alikuwa akisafiri, anamtengenezea message mke wake ili afurahi. Anamwambia nini? Anamwambia hivi: salamu zikufikie popote pale ulipo,
mwenzio ninaumia haliishi wewe seko, bado nazikumbukia raha na mahaba yako, na yote tulopeana ya furaha na vicheko. Mwisho anamwambia mtoto anajisikia raha, anacheka. Bwana Athmani nafurahi kwa kweli kwa message yake. Sio Athmani Michael, Athmani yule mwingine inshallah. Lakini watu wa mashairi wameeleza mahaba ni nini. Wanasema hivi: mapenzi kama majani yanapotaka humea, au mapenzi kama majani yanapotaka humea, yanaota jabalini bila maji kutiliwa, ni kama ndege angani anapotaka hutua, na kupenda wangu hani wazina kupasulia. Mwisho malizia mtoto anajisikia raha, anafurahi. Kwa hivyo tujifunze hizi lugha za watu wa mashairi, zilikuwa zina maana kwa ajili ya kuimarisha na kutengeneza ndoa zetu. Nilokupenda ni wewe, sifichi nasema wazi, sitokubagua wewe nikaharibu mapenzi, raha ulizo nazo mwingine kweli hawezi, ndipo nikakuchagua na kukukosa siweze. Bwana, hizi habari mashallah, yuko mtaalam nyuma kamera hapa anajua hivi vitu sana mashallah. Riyadh TV mashallah, Mungu ampe khairi na baraka kijana bingwa wa mashairi huyu. Sheikh Uthmani, mimi nikushukuru kwa hili. Hiyo ni sehemu ya leo yaumul Jumaa, nami kama sehemu ya nasaha zangu. Shukran sana, wajazakallahu khair.